Wapendwa, karibuni katika kipindi kingine. Nawashukuru sana wale ambao mumekuja kusikiliza kipindi kingine cha Bwana Yesu Kristo. Nawashukuru sana. Karibuni. Jina langu ni Abdisalam, mtoto wa Yesu Kristo, aliyeokolewa na neema ya Bwana Yesu Kristo. Ninawakaribisha wale ambao ni wapendwa kama mimi, wale ambao ni watu ambao wanafuata Bwana Yesu Kristo. Ninawakaribisha ndugu zangu, na ninaomba baraka ya Bwana iko nanyi. Karibuni. Siku ya leo tutaongea kuhusu utumishi. Utumishi. Tutaongea kuhusu utumishi. Amen. Utumishi. Utumishi ni nini, ndugu zangu? Ndio kabla tuelewe, wacha tuitafsiri kwanza utumishi ni nini. Utumishi ni tendo la kwa hiari kuweka mahitaji ya wengine mbele ya yako mwenyewe. Amen. Utumishi ni tendo la hiari kuweka mahitaji ya watu wengine mbele yako mwenyewe. Inajulikana kwa upendo. Tukisema upendo, tunasema kutafuta mema ya wengine. Ya pili, unyenyekevu ama humility. Unyenyekevu, kuweka kando kiburi na kujiona wa muhimu kuliko wengine. Unyenyekevu, humble yourself. Unyenyekevu inamaanisha kuwa we mwenyewe unasaidiana, ujioni we ni mkubwa. Pengine kuna kitu na unaona, pengine we uko na gari, unaweza kuwa umesimamisha gari yako, ukaona maskini kando ya barabara, ukaweka kando, ukaenda kuwasaidia. Unyenyekevu, kuweka kando kiburi, we ni tajiri na kujiona wa muhimu kuliko wengine. Na tatu ni utiifu ama obedience kwa kizungu. Utiifu. Utiifu ni nini? Utiifu ni kutekeleza kwa uaminifu lililo sahihi au lililoamriwa hata kama lina gharama. Obedience. Utiifu ni Mungu akutume uende pahali ambapo hautaki kuenda. Kama kwa mfano Jona, yule ambaye alimezwa na samaki, aliambiwa aende kwa nchi ambayo hakukuwa akitaka kuenda. Hiyo ni obedience. Obedience ni kutii neno la Mungu. So tunasema utumishi una mara tatu. Utumishi, kwa mtumishi unaonesha upendo. Lazima ukuwe na upendo, lazima ukuwe mnyenyekevu, na lazima ukuwe na utiifu. Yesu Kristo ametuita watu wote tutii na tukuwe watumishi wake. Haijalishi kama wewe ni tajiri, wewe ni maskini, wewe ni mchungaji, wewe ni nani ama nani. Mungu akikuokoa anakuita kama mtumishi wake. Kanisa, watu wote wameitwa watumishi wa Mungu. Lakini utumishi una utofauti. Kuna wale wameitwa kama wachungaji, wale wameitwa kama manabii, wale wameitwa kama madaktari, walimu, wale wameitwa kama watendakazi, wafanyikazi, tofauti tofauti pahali popote. Unaweza kuwa kwa hospitali, lakini wewe umeitwa kama daktari na Mungu. Unaweza kuwa mwalimu, umeitwa na Mungu kama mwalimu kusaidia watoto. Lakini kwa hiyo shule, wewe mwenyewe Mungu amekuita kama mtumishi wake usaidie hao watoto kwa namna tofauti tofauti. So ndugu zangu,
Leo tunaongea kuhusu utumishi. Je, swali kwako, umeitwa kama mtumishi mgani? Wewe ni mtumishi ama wewe ni yule ambaye anakaa ndani ya kanisa, anasikiza neno la Mungu na anaenda nyumbani bila kujua kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu? Mungu akikuita lazima ako na kusudi na wewe. Hajakuita tu uende kwa kanisa ukae. Hajakuita tu wewe ukuwe unaomba. Hajakuita tu wewe unatoa sadaka. Hapana, Mungu ametuita sisi ni watumishi wake, na siku ya mwisho atatuuliza kama tulitenda kazi yetu ambayo alituita. Swali yangu kwako, wewe ni mtumishi wa upande gani? Amen. Mungu alikuokoa. Kitu ya kwanza, alikupatia Roho Mtakatifu ndani yako. Huu Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yako ametupatia vitu tofauti tofauti ndani yetu. Ametuwekea mambo tofauti tofauti. Na neno linasema katika Wagalatia 5:22, Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 unasema, lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Biblia inasema hakuna sheria inayoweza kupinga mambo hayo. Mungu amekupatia upendo ndani yako, furaha ndani yako, uvumilivu ndani yako. Ametoa ule moyo mgumu ambao ulikuwa nayo. Alisema nitatoa moyo wa mawe niweke moyo wa nyama. Na kupitia Roho Mtakatifu anageuza moyo wetu ukuwe na upendo ndani, na uvumilivu na utiifu, kwa sababu anatarajia kuwa wewe ni mtumishi wake. Kuna wengi wanaenda kanisa, wamejiita Wakristo, lakini bado wamekataa utumishi wa Mungu. Amen. Wamekataa utumishi wa Mungu. Swali yangu, ndugu yangu, wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini kwa kiwango amekuweka wapi? Amekuweka wapi? Amen. Hiyo ndio siku ya leo. Na unafaa kujua nini? Unafaa kutenda nini katika maisha yako? So, leo tunaongea utumishi wa Yesu Kristo. Kama sisi watumishi wa Yesu Kristo, ni mambo gani ambayo tunafaa kujua ama tuitilie mkazo ndio tuendelee kuishi katika maisha ambayo inapendeza Mungu? Amen. Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 unasema hivi. Paulo alikuwa anaongea na kanisa la Waefeso, na sura ya 1 mstari wa 17 unasema hivi: ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, awajalieni Roho wake atakayewapa hekima na kuwafunulieni Mungu mpate kumjua, na muomba Mungu aifunue mioyo yenu iweze kuona mwanga wake, mpate kutambua lile tumaini alilowaitieni. Inairudia tena. Na muomba Mungu aifunue moyo wenu iweze kuona mwanga wake, mpate kutambua lile tumaini alilowaitieni. Inamaanisha kuwa Mungu ako na kusudi na wewe kama mtakatifu wake, na ako na hope ama tumaini kuwa wewe utaelewa na utajua ni nini amekuitia. Hiyo ndio Paulo maombi yake kwa Waefeso. Alisema anaomba Mungu
atajifunua kwenyu na atawatambulisha chochote tumaini lake ambalo aliwaita. Watu wengi wameitwa kwa mambo tofauti tofauti. Kuna wale wako ndani ya gereza na wameokoka na Mungu anawatumia huko ndani kusaidia wale ambao wamefungwa. Kuna wengi ambao wako hospitali, madaktari, Mungu anawatumia kusaidia wale ambao wanafaa kupona. Kuna wale wako mashuleni, walimu ambao Mungu anatumia hao watu kusaidia watoto kuendelea na mwelekezo wa Mungu Yesu Kristo. So Yesu ametuweka watumishi wake kwa kila pahali, kila sehemu, kila mkoa, kila njia katika maisha yetu. Amen. Katika maisha yetu. Tukiona maisha ya Yesu Kristo na watoto wake wale wa 12, utasikia katika kitabu cha Marko sura ya 3 mstari wa 14 unasema hivi. Unasema, naye akawateua watu 12 ambao aliwaita mitume, wakae naye awatume kuhubiri. Kwanza Yesu aliita watumishi wake 12 kwanza wakae na yeye. Hiyo ni ya kwanza, wamjue kwa undani, wamuelewe, wajue neno lake. Alafu akimaliza, wakishajua ukweli wake, ndio sasa atafanya nini? Atawatuma kuhubiri. Inairudia tena. Mstari wa 14 unasema, naye akawateua watu 12 ambao aliwaita mitume, wakae naye awatume kuhubiri. Kwanza alitaka kukaa nao, kuwafundisha, wajue ukweli wake. Amen. Wajue ukweli wake. Yesu alikuwa akitaka kuwafundisha. Ndio ukiona saa zile walielewa mambo yake, walielewa njia za Yesu Kristo, ndio sasa utaona kwa Yohana 15 mstari wa 3 unasema hivi. Yohana 15 mstari wa 3 unasema hivi, nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya yule ujumbe niliowaambieni. Nyinyi mmekwisha kuwa wasafi kwa sababu ya yule ujumbe niliowaambieni. Inamaanisha kuwa kwanza walikuwa wanafaa kukaa na yeye, awafundishe neno lake, waweze kujua. Wakishajua, sasa ndio ataweza kwenda kuwatuma. Tukirudi tena Marko mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 14 unasema, naye akawateua watu 12 ambao aliwaita mitume, wakae naye awatume kuhubiri. Kwanza alikaa nao, akawafundisha neno lake, akawasafisha, akawatakasa, alafu baadaye akawatuma kuhubiri. Utumishi wao ulikuwa ni kuhubiri. Utumishi wao ulikuwa ni kuhubiri. Je, utumishi wako ni nini? Je, Mungu alijifunua kwako na akakwambia utumishi wako? Hiyo ndio swali tunajiuliza leo. Na swali la pili kukuuliza, kama wewe ni mtumishi, ni mambo gani ambayo unafaa kutia moyoni ambayo unafaa kuwa mtumishi? Ni kigezo gani ama ni mambo gani ambayo unafaa kushikilia kama mtumishi wa Mungu? Unajua ndugu yangu, sasa hao watumishi 12 walikuwa na Yesu, wakitembea na yeye kila siku, kila saa, usiku na mchana walikuwa na Yesu Kristo anawafundisha. Lakini sasa sisi, Yesu alirudi mbinguni, amekaa kwa kiti chake cha enzi. Mungu hatumuoni, lakini tunajua kuwa Mungu ni roho. Mungu ni roho. Amen. Mungu ni roho na alitupatia Roho Mtakatifu ndani yetu kwa sababu Mungu ni roho. Na tukisoma kwa kitabu cha Yohana sura 4 mstari wa 24 unasema,
Mungu ni roho na watu wanaomwabudu lazima wamwabudu kwa roho na ukweli. Amen. Tunajua kuwa huyu Mungu ako mbali na sisi, ako ndani yetu, lakini kwa kimwili hatumuoni. Ndio tunaona watu wengi hawajui utumishi, hawamuoni, wamekataa utumishi wake, wanaendelea na maisha ya kawaida. Kuna watu tu wanafanya kazi, wengine wanafanya kazi 2 usiku na mchana, wengine wamemsahau Mungu, hawajui kuwa hao ni watumishi wa Mungu kwa sababu Mungu haonekani. Amen. Kwa sababu Mungu haonekani, lakini Mungu ako ndani yetu, na Mungu ana matumaini na wewe, anataka ukue ukimtumikia pahali amekuweka. Amen. Ndio tukiona Petero wa kwanza sura ya 1 mstari wa 8 unasema, nyinyi mnampenda ingawaje hamjamuona, na mnamwamini ingawa hamumuoni sasa, hivyo mnafurahi kwa furaha tukufu isiyoelezeka. Petero anasema kuwa sisi tunampenda Yesu Kristo ingawa hatujawahi muona, na tunamwamini Yesu Kristo ingawa hatujawahi muona. Kumaanisha Mungu ni roho, na Roho Mtakatifu ako ndani yetu, na Roho Mtakatifu ana matumaini kuwa matunda ambayo ameweka ndani yetu, matunda ya upendo, unyenyekevu, uvumilivu, utautumia kufanya utumishi wake. Amekuteua kama mtumishi, amekuwekea matunda ndani yako. Matunda ya nani? Matunda ya upendo, matunda ya unyenyekevu na matunda ya utiifu, ndio uweze kuwa mtumishi wake. Amen. Mtumishi wake. Ya kwanza ile ambayo tutasoma ambayo ninataka kuwaletea leo ni obedience ama utiifu. Obedience. Amen. Siku ya kwanza tuone mtumishi ambaye alikuwako anafaa kutembea na utiifu, ama kwa kizungu tunaita obedience, lakini alikataa. Nini lilimtokea? Amen. Wakati huyo mtumishi wa Mungu alikataa kutumikia Mungu kwa ukweli, nini lilimtokea? Amen. Kwa sababu pia ukiitwa mtumishi, Mungu akikuita kama mtumishi wake na ukatae kumtumikia, lazima kutakuwa na mambo tofauti tofauti yatakufanyikia katika maisha yako. Kwa sababu Mungu akikuokoa, ana matumaini kuwa wewe ni mtumishi wake na utamtumikia. Haijalishi wewe ni maskini, haijalishi wewe ni tajiri, haijalishi wewe ni yule ambaye anakaa ndani ya kanisa anasikiza tu mchungaji. Kila mtu ameitwa kwa sehemu tofauti tofauti ya kumtumikia Mungu. Amen. Mtu wa kwanza ambaye tunaweza mleta tuone maisha yake ni Sauli. Amen. Sauli ni yule ambaye alikuwa anaishi karne ya Samueli. Sauli. Amen. Sauli ni yule mfalme wa kwanza ambaye Mungu alimteua kwa Waisraeli. Tukiona Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 unasema hivi. Unasema, ndipo Samueli, tunaona kwanza Sauli alitumwa kwa Amalekites. Wale alikuwa ametumwa kuenda kumaliza nchi ya maadui ambaye ni Amalekites. Sijui kwa Kiswahili wanaitwa aje, lakini wanaitwa Amalekites kwa kizungu. Na hii nchi aliambiwa au amalize kila kitu. Amalize mifugo, amalize binadamu, avunje kila kitu na asichukue kitu yoyote. Amen. Samueli alitumwa na Mungu kuenda kuongea na Sauli. Lakini shida, Sauli hakumuona Mungu ndani ya Samueli. Yeye aliona nani? Aliona binadamu ambaye ni Samueli. Ndio naona Petero akisema tunampenda Yesu ingawa hatujawahi muona, na tunamuamini ingawa hatujawahi muona. Lakini Sauli akimtazama Samueli, aliona tu Samueli kama binadamu. Hakumuona Mungu ambaye amemtuma Samueli. Hiyo ndio ilikuwa kwa makosa yake.
Kwa mfano leo unasikiza hili neno la Mungu, lakini we mwenyewe unanisikiza mimi, lakini yule Mungu ambaye amenituma kukuambia haumuoni. Saa wewe unaona tu binadamu, unasikiza binadamu. Samueli alimsikiza, Sauli alisikiza Samueli, hakuona Mungu ndani ya Samueli. Alidhania, alimtazamo, aliona tu ni binadamu anamwongelesha. Na yeye alitumwa, na yeye hakuenda kufanya kusudi la Mungu ambayo alikuwa ametumwa kwenda kufanya. Alienda kuleta wanyama ambao hakufaa kuleta. Alileta wanyama kuleta sadaka kama sadaka la Mungu la shukrani. Lakini Mungu alikuwa amemwambia amalize kila kitu. Amen. So Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 unasema hivi: ndipo Samueli akamwambia, je, Mwenyezi Mungu anapendelea zaidi dhabihu za kuteketezwa na matambiko kuliko kutii sauti yake? Tazama, kumtii yeye ni bora kuliko matambiko, na kumsikiliza kuliko kutambikia mafuta ya beberu. Samueli anamwambia ni vizuri kumtii Mungu kuliko sadaka ambalo alileta. Kumtii, utiifu, obedience kwa kizungu. Kama mtumishi wa Mungu tunafaa kuwa na utiifu. Ni mambo muhimu sana. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, lazima utii Mungu. Ndio tukiona katika Yohana mstari wa sura ya 14 mstari wa 21 unasema hivi: asipokeaye amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye mimi atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yesu anasema ukimtii sheria zake, ukitii sheria za Mungu, Yesu anasema wewe ndio unampenda na yeye pia atakupenda. Sauli hakutii sauti yake, naye haikumpendeza Yesu Kristo, haikumpendeza Bwana Yesu Kristo. Kumtii, lazima tumtii. Obedience kwa kizungu. Yohana 13 mstari wa 4 unasema hivi: Yohana 13 mstari wa 4 unasema hivi: na wapeeni amri mpya. Yohana 13 mstari wa 34, 34 unasema, na wapeeni amri mpya, pendaneni kama nilivyowapenda nyinyi. Mkipendana, watu wote watajua kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Kitu kingine ambacho mtumishi anafaa kuwa nayo ni upendo, utiifu na upendo. Roho Mtakatifu ametupatia upendo wake ndani yetu. Yesu anafundisha watoto wake kuwa kama wewe unampenda, lazima utapenda wengine. Anawaambia hii amri ambayo mimi nimetoa leo ni amri ya kuwaambia kuwa nyinyi pendaneni kama nilivyowapenda. Pendaneni kama nilivyowapenda. Yesu kuna kitu alifanya. Tukiona Yohana sura ya 13, hiyo ni ile siku Yesu alikuwako na wanafunzi wake kwa nyumba, na ilikuwako ni siku ile ya Pasaka. Aliwaweka pamoja na akakula chakula cha jioni pamoja nao. Na hiyo siku ndio tunaona Judas ambaye alimsaliti Yesu, ndio hiyo siku aliwachana na yeye na akaenda kumsaliti. Hapa tunaona kuwa ilikuwa imebaki karibu siku
wiki moja ama siku 6 kabla Yesu apelekwe msalabani. Yesu alikuwa akiwafundisha. Ilikuwa ni siku imebaki kama 2 ama 1. Ilikuwa imebaki siku chache sana. Yesu anawafundisha mambo muhimu ambayo itawasaidia katika utumishi wao. Mambo ambayo aliyofundisha ni upendo. Ni kama nitakuambia nitakuambia mfano mmoja. Kama wewe tuseme uko na baba yako na mama yako na wanataka kwenda safari. Wanataka kwenda safari ya mbali sana. Hiyo safari inaweza chukua mwezi 1 ama mwezi 2 ama mwezi 6. Na ukiongea nao kama baba yako na mama yako, unapata saa ya mwisho, dakika ya mwisho, bado anawapatia mambo muhimu. Anawafundisha mambo ambayo, ama anawakumbusha mambo ambayo ni muhimu kabla aende hiyo safari. Amen. Utapata mama anakuambia, leo kumbuka nilikuambia fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Hii ndio mimi nataka ufanye. Yesu vile vile ilikuwa imebaki siku 1 ama siku 2 kabla aende msalaba. Na Yesu anawafundisha mambo muhimu ambayo anataka washikilie katika utumishi wao. Na kitu ambayo aliofundisha sana ni upendo. Alikuwa anasisitiza sana upendo. Amen. Tukiona Yohana wa 15 mstari wa 12 anazidi kuwafundisha. Anawaambia, hii ndiyo amri yangu, pendaneni kama nilivyowapenda nyinyi. Anazidi kusisitiza. Amekaa nao, anaongea kidogo tena anarudi anawasisitiza pendaneni. Anaendelea kuongea nao, anarudi tena anasisitiza pendaneni. Tukirudi tena Yohana sura ya 15 mstari wa 17 unasema hivi. Unasema, basi amri yangu kwenyu ndio hii, pendaneni. Kwa nini Yesu anasisitiza? Imebaki kama siku 1. Imebaki karibu siku aende asulubishwe. Lakini Yesu anazidi kuwafundisha, anazidi kusisitiza, ninataka nyinyi watoto wangu mpendane. Ninataka mpendane. Kwa nini Yesu anafundisha ninataka mpendane? Kwa sababu kuna kitu aliona hawa watoto wake 12 hawakukuwa na upendo. Hawa watoto wake 2 hawakukuwa na upendo. Watoto wake 12 hawakukuwa na upendo kabisa. Petero hakukuwa na upendo kwa Yohana. Yohana hakukuwa na upendo kwa Mathayo. Mathayo hakukuwa na upendo kwa wale wengine watoto wake kama Yuda, James, Yakobo. Hawakukuwa na upendo. Walikuwako na competition. Walikuwako hawapendani. Walikuwako wanataka kujinua, kuoneshana ni nani mkubwa kuliko mwingine. Amen. Hawakukuwa na upendo kabisa. Na tutaifunua tuone. Walikuwa na ushindani sana. Ushindani ama mashindano. Amen. Walikuwa na mashindano sana. Tukienda katika kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 30 tutaona siri moja ambayo kwa nini Yesu alikuwa anasisitiza upendo. Marko sura ya 9 mstari wa 30 unasema hivi. Hapa Yesu alikuwako katika Galile. Alikuwako Galile. Bado hajakuja katika Yerusalemu. Yerusalemu ndio alikuwa katika Yerusalemu ama Jerusalem, alikuwa anasisitiza upendo. Imebaki siku 1 hivi kabla aende msalaba asulubishwe. Lakini kabla hiyo wiki 2 kabla ifike aende msalabani alikuwa katika nchi ya Galile. Na katika nchi ya Galile kuna kitu ambacho alikiona katika wanafunzi wake. Na hiyo ndio ilisisitiza akuja awaambie anataka wakuwe na upendo. Na kwa Marko sura ya 9 mstari wa 30 unasema hivi. Yesu na wanafunzi wake
waliondoka hapo wakaendelea na safari kupitia wilaya ya Galilaya. Yesu hakupenda watu wajue alipokuwa. Mstari wa 31 unasema, kwa sababu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Aliwaambia, Mwana wa mtu atakabidhiwa kwa watu ambao watamuua, lakini siku ya 3 baada ya kuuawa atafufuka. Lakini tusome mstari wa 30 tena. Inasema Yesu na wanafunzi wake waliondoka hapo wakaendelea na safari kupitia wilaya ya Galilaya. Yesu hakupenda watu wajue alipokuwa, kwa sababu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Hizo siku za mwisho, kama wiki 2 imefika, Mungu hakukuwa akitaka kushiriki na watu sasa. Alikuwa anachukua wanafunzi wake, anaanza kuwafundisha utumishi. Alikuwa ameanza kuwafundisha nini? Utumishi. Alikuwa amekaa kando nao. Ndio unasikia akisema hapa kwa mstari unasema Yesu hakupenda watu wajue alipokuwa. Hakutaka kujua wale watu ambao ni wagonjwa, wale watu ambao wanatembea, wale watu ambao wanataka kumuona. Alikuwa amejitenganisha, anataka kufundisha watoto wake mambo muhimu ambayo itawasaidia kwa utumishi wake. Kwa utumishi wao. Samahani. Tukiendelea kwa Marko mstari wa 33 unasema, basi walifika Kafarnaumu, ama Karfauni ni Kapenhamam. Basi walifika Karfanaumu, na alipokuwa nyumbani aliwauliza, mlikuwa mnajadiliana nini njiani? Kumbe hao watumishi wake kuna kitu walikuwa wakijadiliana. Wakitembelea mkoa tofauti wa Galileo ama Galilaya, walikuwa wanaongea wenyewe kwa wenyewe. Kuna vitu walikuwa wanaulizana. Amen. So mstari wa 30 unasema, basi walifika Karfauni, na alipokuwa nyumbani aliwauliza, mlikuwa mnajadiliana nini njiani? Mstari wa 34 unasema, lakini wao wakanyamaza, maana njiani walikuwa wamebishana ni nani aliyekuwa mkubwa kati yao. Narudia tena, mstari wa 34 unasema, lakini wao wakanyamaza, maana njiani walikuwa wamebishana ni nani aliyekuwa mkubwa kati yao. Mstari wa 35 unasema, Yesu akaketi chini, akawaita wale 12, akawaambia, mtu akitaka kuwa wa kwanza lazima awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Mtu akitaka kuwa wa kwanza lazima awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Mstari wa 36 unasema, kisha akamchukua mtoto mdogo, akamsimamisha kati yao, akamkumbatia, halafu akamwambia, anayempokea mtoto kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi, na anayenipokea mimi hanipokei mimi tu, bali anampokea yule aliyenituma. Yesu anasema kuwa mtu akitaka kuwa wa kwanza lazima awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Yesu anamaanisha kuwa akikuteua na akikuwa mtumishi na akikuinua ukuwe mkubwa na watu wakujue, wewe ndio utakuwa wa mwisho. Wewe ndio utakuwa unatumikishwa na Mungu kwa wale wengine. Hawa watu hawakukuwa na upendo, kwa sababu Biblia inasema wamebishana ni nani aliyekuwa mkubwa kati yao. Walikuwa na mashindano. Biblia inasema kuwa walikuwa na nini? Na mashindano. Walikuwa wanashindana ni nani mkubwa kuliko mwingine. Yesu akirudi mbinguni, ni nani kati yetu atakuwa mkubwa kuliko mwingine? Naye Yesu anasema hapana, yule ambaye atakuwa mkubwa kati yenu ndio atakuwa mtumishi kwa wote. Amen. So utumishi inamaanisha kitu ya kwanza, inamaanisha lazima ukuwe na upendo, unyenyekevu na utiifu. Upendo, unyenyekevu na utiifu. Utumishi kwa Yesu Kristo lazima ukuwe na upendo, unyenyekevu na utiifu.
Ndio tukiona kwa Mathayo 23 mstari wa 9 unasema hivi, Yesu akiongea na watumishi wake anasema hivi. Hapa alikuwa amefika Yerusalemu, akisema hivi, mstari wa 9 unasema, wala msimuite yeyote baba hapa duniani, maana baba yenu ni mmoja tu aliye mbinguni. Wala msimuite viongozi, maana kiongozi wenyu ni mmoja tu, ndiye Kristo. Mstari wa 11 unasema, aliye mkubwa miongoni mwenyu ni lazima awe mtumishi wenyu. Anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atakwezwa. Mungu anasema akikuita kama mtumishi wake na amekutumia katika sehemu kubwa. Unaweza kuwa mkubwa katika hospitali, unaweza kuwa mkubwa katika shuleni, unaweza kuwa mkubwa katika jela, unaweza kuwa mkubwa katika kanisa, unaweza kuwa mkubwa kwa sehemu tofauti. Mungu anakuambia shuka, na wewe ndio utakuwa mtumishi kwa wale wengine. Utiifu, unyenyekevu ni lazima, ndugu zangu. Bila unyenyekevu inakuwa shida kwa maisha yako. Amen. Inakuwa na shida kwa maisha yako. Lazima unyenyekee. Na si eti unanyenyekea kwa binadamu, unanyenyekea kwa Yesu Kristo. Mathayo 18 sura ya 1 unasema hivi. Wakati yule wanafunzi walimwendea Yesu wakamuuliza, ni nani aliye mkubwa zaidi katika ufalme wa mbinguni? Yesu akamuita mtoto mmoja akamsimamisha kati yao, kisha akasema, nawaambieni kweli, msipogeuka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Yeyote anayejinyenyekesha kama mtoto huyo ndiyo aliye mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Yesu anasema bila unyenyekevu hauwezi ingia ufalme wa mbinguni. Bila unyenyekevu mbele za Mungu huwezi ingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu anasema kuwa watoto wadogo ambaye ni kama, anataka ukue kama watoto wadogo ambaye wanakuaga wanyenyekevu kwa wazazi. Hivyo lazima ukue mnyenyekevu kwake. Bila kukuwa mnyenyekevu ama mtumishi mnyenyekevu huwezi ingia mbingu lake. Nairudia tena. Kisha akasema, nawaambieni ukweli, msipogeuka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu hauna unyenyekevu. Unataka kujionyesha. Ndugu zangu, ushawahiona mchungaji ama mtumishi wa Mungu ambaye anajiinua kila saa, anajionyesha yeye ndio anaweza, yeye ndio anaweza ponyesha, yeye ndio anaweza ita watu na wakuje, yeye ndio anaweza fanya hivi na vile? Yeye bado hajajinyenyekesha mbele za Mungu. Biblia inasema nini? Msipogeuka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Lazima, anasema yeyote anayejinyenyekesha kama mtoto huyo ndiyo aliye mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Amen. Unyenyekevu, utiifu na upendo kwa watu. Ukipenda Mungu utapenda watu. Ukinyenyekea kwa Mungu utanyenyekea kwa watu. Ukikuwa mtiifu kwa Mungu utakuwa mtiifu kwa watu. Lakini kwanza lazima unyenyekee kwa Mungu. Amen. Lazima unyenyekee kwa Mungu. Hesabu 12 sura 12 mstari wa 3 unasema hivi. Mose alikuwa mtu mnyenyekevu kuliko watu wengine wote waliokuwa duniani. Musa alikuwa mtu mnyenyekevu kuliko mtu yeyote katika duniani. Kwa nini? Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, na Musa alikuwa mnyenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na nguvu na mamlaka kubwa ya Mungu, na kama mtumishi wa Mungu aliweza kujinyenyekeza kwa Mungu, na hakutumia hiyo mamlaka yake kuangamiza watu. Hakutumia utumishi wake kuangamiza watu. Hakutumia mamlaka yake na nguvu za Mungu kuangamiza watu. Alikuwa mnyenyekevu kuliko mtu yoyote ambaye alikuwa anaishi duniani.
Ukikuwa mnyenyekevu na ukikuwa na nguvu za Mungu na wewe ni mnyenyekevu, hautatumia nguvu za Mungu kuua. Hautatumia nguvu za Mungu kulaani watu wa Mungu. Kuna mapasta ama wachungaji ambao mimi mwenyewe nimedhihirisha na nimejionea kuwa wanalaani watoto wa Mungu. Nimeshaona ambaye ni mchungaji lakini anasema Bwana anasema hivi, nimekulaani na nimekulaani. Analaani mpaka kanisa mzima. Kwa sababu ya nini? Amekosa unyenyekevu kwa Mungu. Anatumia mamlaka na nguvu za Mungu kulaani watu ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Amekosa nini? Amekosa unyenyekevu. Kwa nani? Kwa Mungu. Lakini tunaona Biblia inasema kuwa Mose alikuwa mtu mnyenyekevu kuliko watu wengine wote. Kwa nini? Alikuwa na mamlaka na nguvu za Mungu na hajawahi kukandamiza watu ambao wameumbwa na mfano wa Mungu. Amen. Unyenyekevu. Yakobo sura 4 mstari wa 10 unasema hivi, nyenyekeeni mbele ya Bwana naye atawainueni. Ukinyenyekea kwa Mungu ni rahisi kunyenyekea kwa binadamu. Amen. Petero wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 unasema hivi, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa enzi wa Mungu ili awainue wakati ufaao. Hata Petero ambaye alikuwako kati ya wale 12 walikuwako wanajiinua na mashindano wakiuliza, Bwana, ni nani atakuwa mkubwa katika ufalme wako? Alijinyenyekesha. Anakuja kutufundisha. Anatuambia nini? Mstari wa 6 unasema nini? Na huyu ni Petero anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa enzi wa Mungu ili awainue wakati ufaao. Anasema kama wewe ni mtumishi wa Mungu, nyenyekea kwa Mungu. Kuna siku Mungu atakuinua. Amen. Alielewa kuwa utumishi lazima ukuwe na nini? Na unyenyekevu. Ukuwe na utiifu na ukuwe na upendo kati ya watoto wa Mungu. Ndugu zangu, siku ya leo ninaongea kuhusu utumishi wa Mungu. Mambo ambayo Mungu anatarajia katika maisha yako. Utumishi ni tendo la hiari kuweka mahitaji ya wengine mbele yako mwenyewe. Inajulikana kwa upendo ama kutafuta mema ya wengine. Inajulikana kwa unyenyekevu ama kuweka kando kiburi na kujiona wa muhimu kuliko wengine, na inaonekana kwa utiifu ama tutasema kutekeleza kwa uaminifu lililo sahihi au lililoamriwa na Bwana Yesu Kristo. Amen. Lililoamriwa na Bwana Yesu Kristo. Ndugu zangu, ninamalizia na hii sura la Mathayo. Mathayo sura 25 tukimalizia leo. Amen. Mathayo 25 tukimalizia. Hii ni siku ambayo ya hukumu ya kila binadamu. Kila mtu atapiga magoti siku hiyo. Kama unajua Yesu ndio Mungu, Yesu ndio Bwana, wewe mwenyewe humjui, hiyo siku kila kiumbe, kila binadamu atapiga magoti siku ya hukumu na kila mtu atahukumiwa. Amen. Mathayo 25 mstari wa 31 tuisikize na tuelewe. Na hii yote ni mambo ya utumishi. Amen. Mathayo 25 mstari wa 31 unasema, wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote wakiwa pamoja naye, hapo ataketi juu ya kiti cha enzi kitukufu. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake, naye atawatenganisha watu kama chungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Naye atawatenganisha watu kama mchungaji anayewatenganisha kondoo na mbuzi. Kumaanisha Yesu atachukua upande wa kulia ataweka kondoo na upande wa kushoto ataweka mbuzi. Mstari wa 33 unasema atawaweka kondoo upande wa
wake wa kulia na mbuzi upande wake wa kushoto. Amen. 34. Kisha mfalme ambaye ni Yesu atawaambia wale walio upande wote wake wa kulia, njooni enyi mliobarikiwa na Baba yangu, pokeeni ufalme mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Maana nilikuwa na njaa, nanyi mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu, nanyi mkanipa maji. Nilikuwa mgeni, nanyi mkanikaribisha. Amen. Nilikuwa uchi, mkanivika. Nilikuwa mgonjwa, nanyi mkaja kunitazama. Nilikuwa gerezani, nanyi mkaja kunitembelea. Inamaanisha Mungu ameteua watumishi tofauti tofauti. Amewateua katika mahospitali, amewateua katika gereza, amewateua katika mashule, kanisani, pahali popote tofauti tofauti. Mstari wa 37. Hapo hao watumishi wake, hao watu wema watamjibu mfalme, Bwana, ni lini tulikuona mwenye njaa nasi tukakupa chakula, au ukiwa na kiu nasi tukakunywesha maji? Ni lini tulikuona ukiwa mgeni nasi tukakukaribisha, au bila nguo nasi tukakuvika? Ni lini tulikuona ukiwa mgonjwa au mfungwa nasi tukaja kukutazama? Mfalme atawajibu, kweli nawaambieni, kila kitu mlichomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu wadogo mlinitendea mimi. Mstari wa 41. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto. Sasa Yesu anasema upande wa kulia kuna kondoo, na watamjibu, Bwana, sisi hatukukuona. Unasemaje sisi tulikusaidia? Ndugu zangu, kumbuka niliwaambia Mungu ni roho. Amen. Na sisi hatumuoni. Na ukisaidia hata huyo maskini mbele yako, ukisaidia huyo mtu yuko hospitali mbele yako, ukisaidia yule ambaye yuko shule, ukisaidia yule ambaye yuko gereza, umemsaidia Mungu. Mungu haonekani, lakini Mungu ako ndani yetu, na Mungu anaona kila kitu ambacho tunafanya. Na hiyo siku tutamuuliza, Bwana, mbona unasema mimi nilikusaidia na sikukuona? Na Yesu anasema, ukisaidia wale ambao ni wadogo wenzangu, umenisaidia mimi. Amen. Utumishi. Siku ya hukumu sisi tutahukumiwa na utumishi. Maswali yangu, je, utumishi wako unajua ni gani? Ama wewe tu ni mpita njia katika hii dunia? Wewe Mungu amekuita kama mtumishi mgani? Ama wewe tu kazi ni kuishi duniani na kuenda? Tusome wale ambao walikuwa wa kushoto, ambao ni mambuzi. Tusikie ni nini Mungu alisema. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni mbele yangu enyi mliolaaniwa, nendeni katika moto wa milele aliyotayarisha Ibilisi na malaika. Now, tukirudi tena mstari wa 36. Mungu anasema wale ambao wako kushoto, ambao ni wale ambao amewaita mbuzi, anasema aliwaambia aliwaita katika sehemu tofauti, lakini hawakumtii. Aliwaweka katika gerezani, hawakusaidia watu wa gereza. Aliwaweka katika shuleni, lakini hakusaidia hao watoto. Aliwaweka katika upande wa hospitali, ukuwe daktari, usaidie watu katika maombi, lakini haukumsikiza. Amen. Hao watu Mungu atasema kuwa, turudie mstari wa 40. Mfalme atawajibu, kweli nawaambieni, kila kitu mlichomtendea mmoja wa hawa ndugu zangu wadogo mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni mbele yangu enyi mliolaaniwa, nendeni katika moto wa
milele aliyotayarisha Ibilisi na malaika wake. Mungu anasema kama wewe amekuita mtumishi katika hospitali, katika manyumbani, katika kanisani, lazima umtumikie kwa utiifu, kwa upendo, kwa unyenyekevu, na ukimtumikia lazima uonyeshe, kwa sababu Mungu ni roho, lazima ufanye kwa upendo na ufanye kwa utiifu na ufanye kwa unyenyekevu. Amen. Swali yangu tena na kumalizia leo, ndugu zangu ambao tunasema si ni wa Kristo, umeitwa na Mungu, amekupatia Roho Mtakatifu, amekuita kama mtumishi wake. Je, amekuita wapi umtumikie? Na kama amekuita umtumikie, kweli wewe ni mpendaji? Unapenda watu? Wewe ni mtiifu kwa Mungu? Wewe unapenda Mungu? Wewe ni mnyenyekevu kwa Mungu? Kwa sababu hayo yanaonesha ishara ambayo yanaonesha kuwa wewe ni mtumishi bora kwa Mungu. Amen. Mtumishi bora kwa Mungu. Mtumishi bora kwa Mungu lazima akuwe na vigezo hayo. Akuwe na unyenyekevu, utiifu na upendo, ambayo hayo yote yameletwa na Roho Mtakatifu ndani yetu, kwa kuwa hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu ambayo ametuwekea ndani ya moyo wetu. Amen. Ni matunda ambayo Roho Mtakatifu ameweka ndani yetu. Ni matunda ambayo Roho Mtakatifu ameweka ndani yetu. Amen. Siku ya leo ndugu zangu, tunaongea na tukijadili kuwa Yesu Kristo ametuita kama watumishi wake. Wale wote wameokolewa wameitwa kama watumishi wa Yesu Kristo. Na leo tumejua kuwa utumishi wa Mungu lazima tukuwe mnyenyekevu na tukuwe na upendo na kuwe na utiifu. Kwa kuwa siku ambayo Mungu atarudi kutuhukumu, atatuhukumu kupitia mambo tofauti tofauti. Na sisi kama watumishi wake hatatuuliza maswali magumu. Na swali ambayo atatuuliza ni kuwa kama sisi watumishi wake kweli tumeenda na mstari ambayo ametuita. Amen. Ametuita kwa kigezo tofauti tofauti, ametuita kwa sehemu tofauti tofauti. Je, kama wewe mtumishi wa Mungu umemtia vikwazo ama umeshika sheria zake? Amen. Yesu ametuita kama watumishi. Yesu ametuita kama watumishi. Amen. Ndugu zangu, nimemalizia leo kipindi kingine. Nafurahi hii kipindi kimekupatia angalau mambo tofauti ambayo utaweka vikwazo katika maisha yako. Ninashukuru sana kwa kuwa nami ndugu zangu. Hadi wakati mwingine, ninaomba msubscribe na angalau muache comment, ndio hii video au hii channel yataweza kuendelea na kupata watu wengi ambao watabarikiwa na neno la Bwana. Amen. Amen. Nashukuru kwa wale ambao wanasikia. Ninaomba upendo wa Bwana ukuwe nanyi na amani ya Bwana ukuwe nanyi katika maisha yenu na watoto wenu. Ninawawacha katika amani ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo ninawaacha. Amen. Amen. Mbarikiwe.